Taarifa zilizopo katika vyombo mbalimbali vya habari kule nchini Afrika Kusini ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker wamepindua meza kibabe katika mbio za kumsajili kiungo nyota wa kimataifa wa taifa hilo la Afrika Kusini, Keleso Makhalwa. Ndio inaelezwa kwamba hivi sasa Simba na Sekhukhune United ambayo ndio yenye kumiliki mchezaji huyo wameshafikia makubaliano, lakini vile vile Simba wamefanikisha makubaliano na mchezaji mwenyewe binafsi Keleso Makhalwa, na sasa kinachosubiriwa ni Simba tu kumtangaza mchezaji huyo ili ajiunge na kikosi hicho kwa ajili ya msimu ujao wa 2026-2027 kuweza kuungana na kocha Steve Barker kwa ajili ya kuiwezesha Simba kutimiza mipango yake kwa msimu ujao, ikiwamo kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara, kutetea taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB, lakini pia kuifikisha Simba mbali haswa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, ambayo Simba ni miongoni mwa timu mbili za Tanzania katika michuano hiyo kwa msimu 2026-2027 wakiwa na watani zao wa jadi Yanga. Taarifa hizo ambazo ndizo latest zikielezea juu ya kufanikiwa kwa Simba kuelekea kumsajili mchezaji huyu, maana yake ni kwamba kwa kocha Steve Barker, kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ni ushindi wa mwanzoni katika vita ya usajili kwa mchezaji huyo, kwa sababu alikuwa akihusishwa na klabu nyingi na baadhi yake ni pamoja na wananchi Yanga ambao ni watani wa jadi wa Simba. Ndio mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 anatajwa kuwa miongoni mwa viungo nyota ushambuliaji, winga wa kushoto mwenye kutumia zaidi guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, ambaye ni mzawa, kwamba ni kati ya wale wenye vipaji vya aina yake. Alikulia katika klabu ya Mamelodi Sundowns kabla ya kuichezea timu ya wakubwa ya Mamelodi Sundowns na kuzichezea timu nyingine kama Durban City, lakini vile vile ashawahi kuchezea Moroka Swallows, na sasa anakwenda kujiunga kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwa mujibu wa taarifa hizo. Huyu sifa yake kubwa, ambaye urefu wake ni futi 5 na inchi 6. Tumeshawahi kujadili hapa, futi 5 na inchi 6. Guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, ana uwezo mkubwa wa kuchomoka na mpira kwa kasi, kupiga chenga na kuleta matatizo makubwa kwa walinzi wa timu pinzani pindi wanapokwenda kumkabili. Matokeo yake huwa anavuruga mipango ya kiulinzi ya timu pinzani na kutenza fursa kwa wenzake kufunga ama yeye mwenyewe kufunga. Yeye guu lake lenye nguvu zaidi likiwa la kulia, amekuwa na mchango mkubwa kwa sababu cheza yake kutokea upande wa kushoto mwa uwanja, licha ya kwamba guu lake lenye nguvu zaidi la kulia humfanya awe ni inverted winger, kwa maana kwamba anaingia ndani, anapiga mashuti au kutoa pasi saidizi kwa wenzake. Katika msimu uliomalizika wa 2025-26 kwenye ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, yeye hakufunga bao, lakini alitoa assist 6 wakati akisaidia Sekhukhune United kumaliza ikiwa imefunga mabao 32. Hivyo yeye mchango wake wa mabao, assist 6, passes za saidizi za mabao kati ya mabao 32, maana yake hapa mchango wake wa mabao ulikuwa ni around 19%. Lakini kikubwa zaidi ni juu ya uwezo wake ule wa kuvuruga kabisa safu ya ulinzi ya timu pinzani na kuweza kufunga. Ameshawahi kuwa mchezaji bora chipukizi katika mchezaji bora kijana katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu wa 2021-22, lakini pia amewahi kuwa mchezaji bora wa umri chini ya miaka 23 katika msimu wa 2024. Yeye alikuwa akiwaniwa na klabu nyingi ikiwamo Yanga ambayo ilitajwa kwamba iko katika mazungumzo ya kufanikiwa kupata saini yake, lakini sasa dili hilo linatajwa kwamba liko vizuri zaidi kwa wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker, ambaye huenda akawa naye katika msimu ujao. Na akifanikiwa Steve Barker, kama taarifa zinavyoeleza katika vyombo mbalimbali vya habari kule nchini Afrika Kusini, ambaye ushawishi wake unatajwa kusaidia sana kufanikiwa kwa usajili huo wa Simba, ambao kilichobaki ni kutangazwa tu rasmi, ni kwamba anakwenda kuiongezea Simba nguvu katika eneo la ushambuliaji, kwa sababu Simba kwa mfumo wake baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3 chini ya kocha Steve Barker. Hivi karibuni amekuwa akianza hivi akiwa anategemea false 9, mshambuliaji wa uongo ambaye huwa anaanza ili mpazu kibisawala, lakini baadaye anabadilika, anakuwa na mfumo baada ya golikipa anakuwa na walinzi 4, viungo ile ukabaji, viungo 3, washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, pale alipokuwa akimuingiza
mshambuliaji wa kiasili Selemani Mwalimu Gomez. Sasa maana yake ni kwamba ujio wa Keleso Makhalwa anaenda kuongeza katika orodha hii ya viungo watatu ushambuliaji au washambuliaji watatu, yeye akitokea zaidi upande wa kushoto. Aina ya uchezaji wake kwa maana kwamba gule yenye nguvu la kulia anatokea kushoto ni kama ilivyo kwa Anise Ura. Kwa hiyo Simba ili dili linaloelezwa kama litakuwa vivyo hivyo, maana yake Simba wanaenda kuwa na hatari nyingine zaidi kutokea upande wa pembeni kushoto na kulia, ikiwa ndio mpango kazi wa kocha Steve Baka katika kushambulia, huwa anategemea zaidi maeneo hayo. Katika ligi kuu Tanzania bara iliyomalizika, katika kombe la shirikisho la benki CRDB walilolitwaa, alikuwa akiwatumia sana Libasege na Anise Ura katika kufanikisha mipango yake pamoja na Eli Mpanzu Kibisawala katika kushirikiana na mshambuliaji wao Selemani Mwalimu Gomez, viungo wao akina Cletus Chota Chama, Yusuf Kagoma, Alassane Maudo Kante, kuhakikisha Simba inapotoka katikati ya mstari wa uwanja kwenda kwa wapinzani inakuwa na makali zaidi, ambao mwisho wa siku katika ligi kuu Tanzania bara Simba ndio timu iliyoongoza kupiga mashuti mingi zaidi kuliko timu zote, ikipiga mashuti 296, ingawa kwenye mabao walifunga mabao 54 mpaka ligi inakamilika, lakini wakiruhusu mabao 11. Maana yake ujio wa Keleso Makhalwa ukifanikiwa, anakwenda kuongeza makali zaidi kwenye eneo hili ili kuwezesha Simba kutimiza mipango yake kwa msimu ujao. Swali ni kwamba je, kwa taarifa hizi latest kwamba Keleso Makhalwa Simba wamepindua meza kibabe kwa kupata ukaribu zaidi wa saini yake kuliko timu nyingine yoyote, ikiwemo watani zao wa jadi Yanga waliotajwa pia kuhusika katika kufuatilia. Je, atafanikisha kile ambacho Simba wanataraji? Maana miongoni mwa changamoto ni kwamba anatoka katika klabu ya Simba yenye pressure, shinikizo kubwa kwa ajili ya kufanikisha mipango yake kwa msimu ujao, kulinganisha na anakotoka Sekukune United ambako si miongoni mwa timu za kuwania ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini, bali ni timu ambazo zikimaliza katika top 4 ndio mafanikio zaidi. Sasa kwa Simba ni tofauti. Simba inawania ubingwa katika kila michuano inayoshiriki. Je, ataweza kutimiza dhamira hiyo endapo Simba atafanikiwa kumpata? Ni swala la kusubiri na kuona. Lakini vile vile akijiunga Simba, faida yake kwake ni kwamba anakutana na kocha raia wa Afrika Kusini, raia mwenzake Steve Baka. Anakutana nyota kadhaa ambao kwa msimu huu alitumikia Simba kutokea kule nchini Afrika Kusini. Tunazungumzia Rushine De Reuck kutoka Mamelodi Sundowns, raia wa Afrika Kusini. Tunazungumzia Neo Maema kutoka Mamelodi Sundowns, raia wa Afrika Kusini. Tunazungumzia Ismail Olivier Toure, aliwahi kucheza kule Afrika Kusini katika klabu ya Stellenbosch. Tunazungumzia Anise Ura, raia wa Ivory Coast, aliwahi kuchezea Stellenbosch akiwa chini ya Steve Baka katika ligi kuu ya Afrika Kusini. Kwa hiyo endapo dili hili litatiki, atakutana na wachezaji kadhaa ambao wana uzoefu wa ligi kuu ya Afrika Kusini, baadhi yao wanafahamiana vya kutosha. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.